Bwana, taarifa kubwa ambazo kwa sasa zimeendelea kuenea katika mitandao ya kijamii ni taarifa nzito ya msiba aliyekuwa mwigizaji wa Bongo Movie kupitia tamthilia ya Jua Kali, mdogo wetu, kaka yetu maarufu Kitundu, ambaye jana usiku aliweza kufariki dunia. Taarifa hizi kwa sasa zimeendelea kuibua mazito zaidi kifo chake, na hapa nataka nikueleze kile ambacho kwa sasa kinaendelea. Na hapa tayari ratiba ya mazishi imetoka rasmi tarehe 26 mwezi wa 6, yani siku ya kesho, saa 4 asubuhi. Ibada ya mazishi itakuwa huko nyumbani kwao maeneo ya Vikindu, mtaa wa Magomeni, na ifikapo saa 8 mchana mazishi yatafanyika katika makaburi ya Wailensi Temeke karibu na Changombe polisi. Tayari ratiba ya kwenda kulaza mwili wa ndugu yetu kipenzi Kitundu kwenda kupumzika tayari imetoka. Uongozi wa Ramata Village umetoa ratiba hiyo kuweza kuwajulisha wale wote ambao walikuwa ni mashabiki wa Kitundu pamoja na marafiki ndugu kuweza kujumuika kwa pamoja huko nyumbani kwao Vikindu, mtaa wa Magomeni, kwa ajili ya kuweza kuungana katika msiba huu mzito wa ndugu yetu Raidainus Vitarisi almaarufu kama Kitundu wa Jua Kali, ambao uliweza kutokea siku ya jana. Taarifa ambazo ziliweza kuenea sana katika mitandao ya kijamii na kuweza kuwashtua watu kwa taarifa hizo nzito za msiba wa Kitundu wa Jua Kali. Tayari ratiba imetoka rasmi. Siku ya kesho ndiyo siku pekee ambayo mazishi yake yatafanyika huko maeneo ya Temeke karibu na Changombe polisi. Rasmi mwili wa marehemu utalazwa ama kuwekwa katika nyumba yake ya milele. Kitundu amefariki, bado ni mdogo sana, bado hata kutimiza ndoto zake kubwa ambazo alikuwa akitamani kuweza kuziishi. Amefariki, bado ni mdogo sana. Watu wanalia, waigizaji wenzake wanalia kweli, ambao walikuwa wakicheza scene moja katika tamthilia hiyo ya Jua Kali, akiwemo Uncle Zumo, Sofia pamoja na Waridi. Scene hiyo ambayo iliweza kuwagusa watu wengi sana kutokana na maisha ya dhiki ambayo familia ya Kitundu ilikuwa ikipitia. Kikweli msiba huu hauelezeki ni jinsi gani umeweza kuariza watu wengi sana, ikiwemo waigizaji wenzake hawa watatu ambao hawaamini paka dakika hii kama Kitundu hawako naye tena katika macho yao. Kitundu amefariki akiwa na miaka 28. Unaona kabisa hapo bado ni mdogo sana, hata miaka 30 ya kufikisha. Amezaliwa mwaka 1997 na amefariki siku ya jana tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2025. Bado ni mdogo sana. Ndoto nyingi ambazo alitamani kuzifikia hatimaye zimeweza kuzimika kama mshumaa baada tu ya kuweza kutoka dunia siku ya jana. Na hatimaye kwa sasa hatuko naye tena Kitundu, mwigizaji mahiri kabisa ambaye aliweza kupendwa na kila mtu. Waigizaji wenzake waliweza kumpenda sana Kitundu, akiwemo Dora kama unavyomuona hapo, pamoja na dada huyu Sofia ambaye ameweza kunyoa. Ni miongoni mwa waigizaji wenzake ambao walikuwa wakimpenda sana Kitundu kutokana na jinsi alivyokuwa akiuvaa usika kisawasawa kuweza kuwagusa watu ambao wanaishi katika mazingira magumu, familia ambazo hazina uwezo. Kitundu alikuwa ni mmoja wapo ambaye alikuwa akitokea katika familia ya hali duni kweli. Maisha ambayo alikuwa akiishi ni maisha magumu sana. Katika tamthilia hiyo ya Jua Kali, na Sofia ndiye alikuwa dada yake ambaye alikuwa kimuhusia mdogo wake huyo Kitundu katika tamthilia hiyo ya Jua Kali. Leo hii Sofia anamwaga machozi, haamini kabisa. Ni huzuni kubwa ambayo imeweza kumfika. Amuone tena Kitundu yule ambaye aliweza kumzoea, walikuwa kicheka pamoja, kufurahi kwa pamoja, kuweza kuonekana pamoja wakiwa na furaha. Lakini leo hii tena hayupo na hata muona tena katika mboni zake za macho, kitu ambacho kinamuumiza sana dada huyu Sofia.
alimzoea sana Kitundu kama mdogo wake, kama kaka yake, kama mwigizaji mwenzake katika tamthilia hiyo ya Jua Kali. Momenti ambazo walikuwa pamoja, kama unavyoona hapa, walikuwa muda wote wakifurahi kwa pamoja. Enzi za uhai wa Kitundu alikuwa ni mtu wa watu, alikuwa anapendwa sana na watu kutokana na muda wote alikuwa ni mtu tabasamu, kuweza kuyafurahia maisha yake. Kwa kidogo ambacho alikuwa akikipata, alikuwa akiridhika na kuweza kujituma katika ubunifu mbalimbali kupitia tamthilia hiyo ya Jua Kali. Alitumia akili pamoja na uwezo wake mkubwa wa kuweza kuigiza na kuweza kuwakosha watu wengi sana, kuweza kufanya awe anapendwa na mashabiki wengi sana ambao walikuwa wakifuatilia tamthilia hiyo ya Jua Kali. Lakini leo hii tena ni nguzo imedondoka. Msiba huu ambao umeweza kutokea umewariza watu wengi sana. Hebu hapa tuangalie kile ambacho kilikuwa kikiendelea katika tamthilia ya Jua Kali enzi za uhai wake. Shuhudia hapa. Kwa nini unafanyia hivi? Wewe unajua mama anaumwa. Unajua mama anaumwa. Sofia, kila siku wewe ndo mtetezi wangu, dada yangu, ni familia. Na kuamini. Nakuomba unisamehe. Najitahidi yani Sofia, usimwambie chochote mama kuhusu hichi kilichotokea. Kitundu mama anajua. Anajua. Kitundu mama anajua. Kitundu, mimi peke yangu siwezi jamani. Kwa nini lakini kila siku unakuwa unatia mimi majaribuni? Kitundu, kwa nini mdogo wangu unionee huruma dada yako? Nakuomba unisamehe dada yangu. Kama anavyokuambia wewe ndo mtetezi wangu katika familia yangu. Sofia nakutegemea dada yangu. Jitahidi basi, muongopee mama yangu chochote kile. Kitundu, mimi nakutoaje mimi ndani jamani? Mimi nakutoaje Kitundu? Na kutoa Kitundu munda. Mimi tuapia kutoa mundani Kitundu mimi jamani. Mama naumwa, wala tena polisi, mimi mtu mmoja jamani. Kitundu, unanikosea dadako. Mimi sina hata cha kuongea. Nakuomba unisamehe. Jitahidi basi usimwambie mama basi Sofia. Jitahidi basi usimwambie mama. Sasa unaenda wapi? Sofia. Sofia. Alikuwa ni mwigizaji. Na alikuwa ndo amepewa nafasi ya Kitundu. Kwenye story alikuwa anacheza hiyo nafasi. Sawa. Mko naye kwa muda gani sasa hivi? Miaka 5. Kwa hiyo tuko naye kama lakini najua naye miaka mingi sana toka mdogo. Aisee, pole sana. Na majina yake kamili anaitwa nani? Ausense. Ni mwenyeji hapa Dar es Salaam. Aisee. Na imekuwaje ikapelekea kifo chake? Kuna nini ambacho kimetokea? Aliumwa tu ndo ikawa imetokea hivyo. Sasa mimi siwezi kusema, unajua familia ndo wanaongea zaidi. Mimi nimekupigia pia kwa sababu wewe ndo bosi wake. Watu wamemjua kupitia wewe, sio nikasema nikupigie. Kalau kwa yale ambayo unajua umeishi naye. Ameumwa tu ndo hivyo amefariki. Aisee, poleni sana. Asante. Haya, basi kama kuna namna ambavyo ungeweza kumkumbuka, utamkumbuka zaidi kwa mambo gani? Yaani hata sijui niseme, hata kuongea nashindwa, sijui nikwambie ni mtoto ambaye nilikuwa naye sijui yani labda watu watanisemea mimi siwezi hata sijui Mungu wangu sijui. Sijui pa kuanzia pa kusema na pa kuishia, sielewi niseme nini. Nahisi umenipigia mapema sana, sijui cha kufanya. Aisee, pole sana. Basi sawa dadangu. Tuongea wakati mwingine. Haya.